Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, ili aweze kuwasilisha hoja za serikali kwenye bajeti ya fedha 25/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kabla sijasoma muhtasari wa bajeti yangu, hotuba yote iingizwe kwenye Hansard. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya bunge lako tukufu kupokea taarifa iliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo iliyochambua na kutoa ushauri wa makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na fungu 18 Tume ya Taifa ya UNESCO, sasa ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 na fungu 18 kwa mwaka wa fedha 2024/25. Pia ninaomba bunge lako tukufu likubali kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/26 ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 na fungu 18 Tume ya Taifa ya UNESCO. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote ninaomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama tena mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2024/25 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Tume ya Taifa ya UNESCO kwa mwaka wa fedha Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa msiba mzito wa kuondokewa na Mheshimiwa Cleopa David Msuya, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msiba uliotokea tarehe 7 Mei 2025 jijini Dar es Salaam. Vile vile natoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa msiba huu mzito. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia natoa pole kwa bunge lako tukufu kwa kuondokewa na mpendwa wetu Mheshimiwa Dr. Faustin Ndungulile, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani WHO ukanda wa Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile ninatoa pole kwa familia na taifa kwa ujumla kwa kuondokewa na Thabita Siwale, aliyewahi kuwa waziri wa elimu katika taifa letu na ambaye ndiye mwanamke wa kwanza katika historia ya Tanzania kuteuliwa kuwa waziri. Pia ninaomba kutoa pole kwa familia na taifa kwa ujumla kwa kuondokewa na Profesa Philemon Sarungi, ambaye pamoja na nafasi nyingi ambazo amewahi kuzishika na kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu, aliwahi pia kuwa waziri wa elimu na utamaduni mwaka 1993 hadi 1994. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi, wabunge wenzangu, viongozi wa chama na serikali, wananchi na watumishi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kujumuika nami katika kipindi kigumu cha kumpoteza mama yangu mpendwa Bi Sekunda Nemes Masawe, Mama Mkenda, tarehe 30 Januari 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee naomba kutumia nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na dhamira yake ya dhati ya kusimamia mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa elimu kama alivyoahidi katika hotuba aliyotoa katika bunge lako tukufu ya tarehe 22 Aprili 2021. Maono na dhamira hiyo imewezesha kuandaa na kuzindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 inayolenga kuongeza ubora wa elimu yetu na kumwezesha Mtanzania kupata ujuzi na maarifa yanayoendana na mahitaji ya rasilimali watu ya nchi na soko la ajira la ndani na nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile ninaomba kutumia fursa hii adhimu kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kupendekezwa na mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea wa urais kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza pia Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza kupitia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu. Aidha, natoa pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kupendekezwa kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi wa urais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Mbunge, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa uongozi, ushauri wao na miongozo yao ambayo imetusaidia sana katika utendaji wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa pongezi kwa heshima kwa Spika wetu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, pamoja na Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza bunge letu tukufu kwa umahiri mkubwa. Aidha, natumia nafasi hii kuwapongeza wenyeviti wa bunge
hili, wewe Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mbunge wa jimbo la Madaba, na Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, kwa umakini wenu katika kuliongoza bunge letu tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna pekee ninaomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kunipa dhamana mimi pamoja na naibu waziri Mheshimiwa Omar Juma Kipanga kusimamia na kuongoza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Natoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Husna Sekiboko, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo, na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Musa Ramadhan Sima, na wajumbe wote wa kamati kwa ushirikiano wao katika kuisimamia na kuishauri wizara katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali. Kamati imefanya kazi kubwa ya kuchambua taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka 2024/25 na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka 2025/26. Maoni na ushauri yaliyotolewa na kamati yametusaidia sana katika maandalizi ya bajeti ya wizara. Napenda kuiahidi kamati kuwa tutaendelea kutoa ushirikiano, kupokea maoni na ushauri wao na kufanyia kazi kwa ajili ya maendeleo ya sekta yote ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana Katibu Mkuu Profesa Carol Nombo na watendaji wote wa wizara kwa utumishi wao mzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwashukuru wananchi wenzangu wa jimbo la Rombo kwa ushirikiano wanaonipa katika jitihada za kuleta maendeleo ya jimbo letu. Ninawaahidi kwa nitaendelea kushirikiana nao katika kuleta maendeleo katika jimbo letu na taifa kwa ujumla. Aidha, kwa namna ya pekee napenda kuishukuru familia yangu, hasa mke wangu mpendwa Beatrice kwa kunitia moyo na kuniwezesha kutimiza majukumu yangu kwa uwezo wangu wote niliojaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utangulizi huo, ninaomba sasa nitoe taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 na fungu 18 kwa mwaka wa fedha 2024/25 na mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024/25 bunge lako tukufu liidhinisha kiasi cha shilingi trilioni 1,968 bilioni 212 milioni 334 elfu kwa ajili ya fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 619 milioni 649 159 elfu, sawa na ongezeko la 31% ikilinganishwa na bajeti iliyoidhinishwa mwaka 2021/22, na ambapo shilingi bilioni 637 287 milioni 706 elfu zilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 1,328 bilioni 42 milioni na 674 elfu zilikuwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO fungu 18 wizara iliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 2,882 milioni 154 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambayo yanajumuisha shilingi bilioni 1 milioni 319 40 elfu za mishahara na shilingi bilioni 1,563 milioni 114 elfu za matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024/25 wizara kupitia fungu 46 ilitarajia kukusanya maduhuli yenye thamani ya shilingi bilioni 677 milioni 299 142 elfu na 174.83. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia tarehe 30 Aprili 2024 wizara imekusanya jumla ya shilingi bilioni 479 770 milioni 873 elfu 713 milioni .48 sawa na asilimia 71 ya makadirio. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024/25 wizara pamoja na taasisi zake iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 637 287 milioni 706 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo matumizi ya mishahara ni shilingi bilioni 585 225 milioni na 31 elfu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia tarehe 30 Aprili 2025 wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 501 milioni 689 846 elfu 848 milioni 846 elfu na 848.61 kwa ajili ya matumizi ya kawaida kupitia fungu 46 sawa na asilimia 79 ya fedha zilizoidhinishwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Aidha, kupitia Tume ya UNESCO fungu 18 wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 2,440 milioni na 900 elfu 854.22 sawa na asilimia 85 ya matumizi ya kawaida iliyoidhinishwa na bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Katika mwaka wa fedha 2024/25 wizara imetekeleza vipaumbele vitano kwa lengo la kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu pamoja na matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia maendeleo endelevu ya taifa. Vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2024/25 kama ifuatavyo: kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo na kutoa mafunzo, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya ufundi na mafunzo ya elimu ufundi stadi, yani amali za kihandisi na amali zisizo za kihandisi, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya msingi, sekondari na ualimu, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu na kuendeleza utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 1 Februari 2025 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua rasmi Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 inayolenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Aidha, ili kutekeleza kwa ufanisi sera na mitaala iliyoboreshwa, serikali imeendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, mikutano na majukwaa mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kutoa mafunzo kwa walimu ikiwepo utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa kwa walimu 70,657 ikilinganishwa na walimu 1250 waliopata mafunzo katika mwaka 2021/22. Aidha, imetoa mafunzo kwa wadhibiti ubora wa shule 611 ikilinganishwa na wadhibiti ubora wa shule 368 waliopata mafunzo mwaka 2021/22. Vile vile serikali imetoa mafunzo kwa maafisa elimu kata 403, wakufunzi wa vyuo vya ualimu 70, watumishi wa vyuo vya ualimu 120, wakuu wa vyuo 35 na walimu wakuu 1920. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa sera na mitaala inayoboreshwa, serikali imeanza mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353 ili kuendana na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, ambapo maoni ya wadau mbalimbali wa elimu kuhusu sheria husika yameendelea kukusanywa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuhuisha na kuandaa miongozo ya utoaji wa elimu na mafunzo nchini ili kuendana na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 kwa kutoa miongozo mbalimbali ikiwemo mwongozo wa utekelezaji wa elimu ya amali katika shule za sekondari wa mwaka 2025, mwongozo wa mafunzo ya amali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa mwaka 2025, mwongozo wa matumizi ya breli wa mwaka 2025 na mwongozo wa kitaifa wa elimu jumuishi wa mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu wa mwaka 2024-2025 hadi 2029-30 sambamba na miongozo minne kwa ajili ya utekelezaji wa mkakati huo kama ifuatavyo: mwongozo wa ujumuishi wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika shule na vyuo vya ualimu 2025, mwongozo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi 2025, mwongozo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika vyuo vikuu 2025 na mwongozo wa matumizi ya akili unde yani artificial intelligence katika elimu 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu za elimu ni nyenzo muhimu katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, kufanya tafiti na kutoa maamuzi mbalimbali. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeunganisha mifumo ya takwimu za elimu na kuwa na mfumo mmoja wa sekta ya elimu. Aidha, imeendelea na ujenzi wa mfumo wa takwimu wa sekta ya elimu utakaowezesha upatikanaji wa takwimu zote za sekta kupitia mfumo huu. Aidha, mfumo huu utakuwa na uwezo wa kupokea takwimu mbalimbali zinazohusiana na elimu kutoka katika mifumo mingine ya serikali ikiwemo NIDA, RITA, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Idara ya Uhamiaji na Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kuwa mipango madhubuti ni muhimu katika kuendelea maendeleo ya sekta ya elimu. Kwa msingi huo, serikali imeandaa mpango wa maendeleo ya sekta ya elimu, Education Sector Development Plan, yani ESDP wa 2025-26 hadi 2029-30 ambao utawezesha utekelezaji wa mipango mbalimbali ya kisekta ikiwemo utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo. Vile vile imekamilisha mapitio ya mpango wa maendeleo ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi unaotoa mwelekeo wa uimarishaji wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu ya amali katika shule zetu za sekondari ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi wa ufundi na ujasiriamali kwa lengo la kumudu maisha yao, kushindana katika soko la ajira na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa muktadha huo, serikali imewezesha ujenzi wa shule mpya 103 za sekondari za amali ambazo zipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Kukamilika kwa shule hizo kutawezesha kuongezeka kwa idadi ya shule za amali za sekondari kutoka shule 9 hadi kufikia shule 112 za sekondari za amali. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na jitihada za kuongeza shule za sekondari za amali nchini, serikali imeendelea kuongeza udahili wa wanafunzi katika vyuo vya elimu ya ufundi hadi kufikia wanafunzi 199,118 kwa mwaka 2024-2025 ikilinganishwa na wanafunzi 161
750,000 waliodahiliwa katika mwaka wa 2021-22, ikiwa ni ongezeko la wanafunzi 37,368 sawa na 23%. Ongezeko la udahili wa wanafunzi linatokana na kuongezeka kwa vyuo vya elimu ya ufundi hadi kufikia vyuo 512 kwa mwaka 2024-25 kutoka vyuo vya ufundi 441 mwaka 2021-22. Mheshimiwa Spika, Mwenyekiti, hali kadhalika serikali imedahili wanafunzi 11,232 katika vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi yani VETA katika mwaka wa masomo 2025. Aidha, idadi ya wanafunzi katika vyuo vya VETA imefikia wanafunzi 58,912 ambapo kati yao wanafunzi wa kozi za muda mrefu ni 24,670 na wanafunzi wa kozi za muda mfupi ni 34,242. Ongezeko la wanafunzi linatokana na ongezeko la vyuo vya VETA kutoka 810 mwaka 2021-22 hadi kufikia vyuo 905 mwaka 2024-25. Vile vile imedahili wanafunzi 361 katika chuo cha ualimu cha mafunzo ya ufundi stadi Morogoro MVTTC ili kuongeza idadi ya walimu wa elimu ya ufundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kitaifa wa kuhakikisha kuwa kila wilaya na mkoa unakuwa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi, ambapo kwa mwaka wa fedha 2024-25 serikali imeendelea na ujenzi wa vyuo 64 vya wilaya na kimoja cha mkoa wa Songwe. Ujenzi wa vyuo 63 umefikia wastani wa 45%, chuo cha mkoa wa Songwe 40% na chuo cha wilaya cha Mwino kimefikia 88%. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kuboresha na kuongeza miundombinu katika vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ikiwemo kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya nyongeza katika vyuo 10 vya mafunzo ya ufundi stadi vya Ndolage, Muleba, Ileje, Isongele, Neoya, Wala, Kitangali, Ngorongoro, Samunge, Goloa, Babati, Urambo, Chekereni, Kasulu, Nyamidaho, Mabalanga, Kilindi, Nkasi, Palamawe na Kanadi, Itilima, ambapo utekelezaji wa ujenzi umefikia wastani wa 82%. Pia imeendelea na ujenzi wa miundombinu katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi katika chuo cha Kigamboni, Kihonda, Nyamidaho, Urambo, Morogoro, Arusha, Karagwe, Busokelo, Makete na Namtumbo, ambapo ujenzi umefikia wastani wa 98.5%. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafunzo kwa vitendo ni nyenzo ya kuandaa wahitimu wa vyuo vya elimu ya ufundi katika kupata uzoefu na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Hivyo serikali imeendelea kugharamia mafunzo kwa vitendo viwandani kwa wanafunzi 1724 wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia ya Mbeya, ambapo ni wanafunzi 551, na Chuo cha Ufundi Arusha 500, na Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam wanafunzi 673. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuweka mifumo madhubuti ya idhibati na udhibiti ubora kwa lengo la kuhakikisha vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na shule za sekondari za amali zinazingatia viwango vya ubora katika uendeshaji na utoaji wa mafunzo kwa kuidhinisha uanzishaji wa idara na programu 48 katika vyuo 18 ili kuendesha programu za tuzo za kitaifa za ufundi ya National Technical Award NTA kwa bodi za masomo zilizosajiliwa. Vile vile imehakiki mitaala 223 iliyoandaliwa na vyuo vya ufundi kwa lengo la kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa yanakidhi mahitaji ya soko la ajira kwa wahitimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuwajengea uwezo watumishi wa vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi pamoja na vyuo vya maendeleo ya wananchi kwa kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa wanafunzi 813, watumishi 813 na muda mrefu kwa watumishi 99 katika ngazi za shahada ya uzamivu, uzamili na shahada ili kuhakikisha mafunzo yanayotolewa yanaendana na mahitaji ya soko la ajira na maendeleo ya teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuongeza fursa ya elimu ya msingi, sekondari na vyuo vya ualimu ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata fursa ya kujiendeleza katika ngazi hizo kwa kusajili jumla ya shule 589 ambapo shule za awali pekee ni 24 na awali na msingi ni 344. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile kwa mara ya kwanza serikali ya awamu ya 6 imetoa ufadhili kwa wanachuo 787 kusoma stashahada ya ualimu elimu maalum kwa lengo la kuongeza walimu wenye taaluma hiyo na kuboresha utendaji kazi, ambapo wanufaika wanasoma katika chuo cha ualimu Kabanga, Mpwapwa na Patandi. Vile vile serikali imesajili wanachuo 15,583 katika vyuo vya ualimu, ambapo mwaka wa kwanza wa wanafunzi 3,815, mwaka wa pili 9,977 na mwaka wa tatu 1,801. Aidha, serikali imeendelea kugharamia mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi 10,010 kwa vyuo vya ualimu pamoja na kugharamia huduma ya chakula kwa wanafunzi 15,570 kwa vyuo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha elimu inatolewa katika shule za awali, msingi, sekondari na vyuo vya walimu inazingatia taratibu na miongozo iliyotolewa, serikali imeendelea na udhibiti ubora wa elimu katika ngazi ya elimu ya msingi, sekondari na ualimu kama ifuatavyo.
Kwanza, imefanya tathmini ya jumla katika asasi 7,499 kwa kati ya 7,200 zilizolengwa, zikiwemo za serikali 6,434 na zisizo za serikali 1,065 kwa mchanganuo ufuatao: shule za awali na msingi 6,458, shule za sekondari 1,016, vyuo vya walimu 21, vituo vya elimu ya nje ya mfumo rasmi 2 na vyuo vya maendeleo ya wananchi 2. Aidha, asasi hizo zilipewa ushauri wa kitaalamu na kitaaluma kwa ajili ya kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. Pili, imefanya tathmini ya ufuatiliaji wa ushauri uliotolewa wakati wa tathmini ya jumla katika asasi 1126 zikiwemo shule za awali na msingi 866 na za sekondari 260. Aidha, maoni na mapendekezo yaliyotolewa katika tathmini hiyo yameendelea kufanywa kazi kwa lengo la kuimarisha ufanisi katika utoaji wa elimu, na imeandaa mfumo wa udhibiti ubora wa shule, School Quality Assurance System, unaopokea taarifa kutoka mifumo mingine ikiwemo mfumo wa taarifa za shule, School Information System, ili kuwezesha uchakataji wa takwimu na kutoa taarifa kwa wadau kwa wakati. Vile vile imetoa mafunzo ya matumizi ya mfumo husika kwa udhibiti ubora wa shule 102 na maafisa TEHAMA 88 kwa ngazi ya makao makuu ya wizara na halmashauri za wilaya 67. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuendelea kujenga uwezo kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari katika matumizi ya TEHAMA, serikali imeanza majaribio ya utekelezaji wa mradi wa maabara ya TEHAMA inayotembea, yani DigiTrack Project, katika mikoa 5 kupitia kampuni ya Huawei. Mikoa iliyoanza majaribio ya utekelezaji wa mradi ni Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Singida. Vile vile serikali imeandaa mpango wa majaribio ya teknolojia za darasa janja, Smart Class, mfumo wa usimamizi na ujifunzaji na maabara ya mtandao na uigaji, teknolojia ya kufundishia kwa kuigiza uhalisia, virtual and augmented reality, na matumizi ya simu janja na vishikwambi kwa lengo la kuzibadilisha teknolojia hizo ili ziendane na mazingira ya Kitanzania na kutumika katika kujifunzia na kufundishia kwa shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kuibua vipaji vya waandishi wa kazi fasihi ya Kitanzania kwa lengo la kukuza tabia kujisomea, kuhifadhi historia, amali na mitazamo bora ya taifa letu la Tanzania kwa kupitia shindano la 3 la tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya waandishi bunifu, ambapo jumla miswada 282 ya riwaya, hadithi za watoto, ushairi na tamthilia vilipokelewa na kushindanishwa. Aidha, washindi wa kwanza hadi wa 3 walipata fedha taslimu pamoja na vyeti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mashindano ya tuzo ya kitaifa ya Mwalimu Nyerere ya waandishi bunifu yameendelea kuleta tija kwa taifa kwa kuongeza machapisho ya kazi za fasihi ya Kitanzania. Serikali imechapa na kusambaza katika shule za sekondari na msingi jumla ya nakala za vitabu 148,000 vilivyotokana na miswada ya waandishi wa kwanza, washindi wa kwanza wa shindano la tuzo ya kitaifa ya Mwalimu Nyerere ya waandishi bunifu la tarehe 13 Aprili 2023. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza kwa vitendo dhamira yake ya kuhakikisha kuwa uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi mmoja unafikiwa kwa kuongeza idadi ya vitabu kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, awali na sekondari pamoja na kiongozi cha mwalimu. Katika kutekeleza dhamira hiyo, serikali kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania imetekeleza yafuatayo: imechapisha na kusambaza nakala milioni 16,795,403 za vitabu vya kiada ngazi ya elimu ya awali na msingi katika mwaka 2024/25 ikilinganishwa na nakala za vitabu 12,197,434 vilivyochapishwa na kusambazwa mwaka 2021/22. Pili, imechapisha na kusambaza nakala milioni 9,902,102 za vitabu vya kiada elimu ya sekondari ngazi ya chini na juu katika mwaka 2024/25 ikilinganishwa na nakala za vitabu 5,206 na milioni 5,206,800 vilivyochapishwa na kusambazwa mwaka 2021/22. Imeandaa na kusambaza vitabu vya kiada vya maandishi yaliyokuzwa darasa la 2 na la 4 pamoja na breli na kiongozi cha mwalimu darasa la 2 na la 4 na vitabu vya kiada na kiongozi cha mwalimu kidato cha kwanza na cha 5, na imeendelea kuhamasisha wadau kuchangia upatikanaji wa vitabu vya kiada kupitia kampeni ya kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kampeni hii inafanyika kupitia njia mbalimbali ikiwemo matembezi ya hisani yaliyofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 2025 ambapo jumla ya shilingi bilioni 1,178,163,533 zilikusanywa. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeandaa maudhui ya elimu ya sekondari kwa kuwekwa katika mfumo wa kidijiti ambapo maudhui hayo yanapatikana kwa matumizi ya wanafunzi na walimu kupitia mfumo wa mafunzo kwa walimu na wanafunzi, Learning Management System LMS. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Baraza la Mitihani la Tanzania limeendelea kuongeza usajili wa watahiniwa
wa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi na sekondari, ambapo katika mwaka 2024 watahiniwa 1,230,774 walisajiliwa kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, sawa na ongezeko la 8%. Aidha, watahiniwa 529,329 walisajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha 4 katika mwaka 2024, ikiwa na ongezeko la 6% ikilinganishwa na mwaka 2021. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika ufaulu wa wahitimu wa ngazi ya elimu msingi na sekondari umeendelea kuongezeka kila mwaka, ambapo ufaulu wa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi katika mwaka 2024 umeongezeka hadi kufikia 80.87 ikilinganishwa na ufaulu wa 79.62 wa mwaka 2021-22. Vile vile ufaulu wa mtihani wa kidato cha 4 umepanda hadi kufikia 92.37 mwaka 2024-25 ikilinganisha na ufaulu wa 87.3 wa mwaka 2021. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kudahili wanafunzi na kutoa fursa za mafunzo kupitia programu mbalimbali za elimu ya watu wazima kwa lengo la kuchochea malengo endelevu ya kijamii na kiuchumi, ambapo kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima serikali imetekeleza yafuatayo. Imedahili jumla ya wanafunzi 2562 na katika programu mbalimbali za masomo ya elimu ya watu wazima. Pili, imeendelea kutoa mafunzo ya programu ya elimu ya watu wazima na mafunzo endelevu na elimu ya watu wazima na maendeleo ya jamii kwa wanafunzi 792. Vile vile imewezesha wanafunzi 6998 kuendelea na masomo kwa njia mbadala, ambapo kati yao wanaume ni 1108 na wanawake ni 5818. Zaidi ya hapo, imewezesha wanafunzi 6000 walioacha shule kutokana na sababu mbalimbali kuendelea na masomo katika vituo 191 vinavyotoa elimu kwa njia mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza dhamira yake ya kutoa elimu jumuishi kwa kuhakikisha kuwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata vifaa na mahitaji yanayowezesha kujifunza kwa ufanisi. Katika kufikia lengo hilo, serikali imenunua na kusambaza viti mwendo 120, kompyuta 35, vishikwambi 45 na vinasa sauti vya kidijiti 48 kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari 120 katika halmashauri ambazo zilibainika kuwa na wanafunzi wengi wenye ulemavu wa viungo. Vile vile imenunua na kusambaza kompyuta mpakato, viti mwendo na vinasa sauti kwa wanafunzi 691 wanaosoma shule ya nyumbani katika shule 136 za msingi zilizobainika kuwa na upungufu wa vifaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imeendelea kuongeza fedha kwa ajili ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu hadi kufikia shilingi bilioni 787.4 kwa mwaka 2025 kutoka shilingi bilioni 570 zilizotolewa katika mwaka 2021-22. Ongezeko hili la bajeti limewezesha kuongezeka kwa idadi ya wanufaika kutoka wanafunzi 177,929 mwaka 2021-22 hadi wanafunzi 248,331 kwa mwaka 2024-25, sawa na ongezeko la 39.6%. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kutekeleza kwa vitendo dhamira yake ya kutoa mikopo kwa ngazi ya elimu ya stashahada, yani diploma, kwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 19.95 kwa wanafunzi 7534 wa fani za sayansi na ufundi kwa mwaka wa fedha 2024-25, ikiwa ni ongezeko la 177.6 ikilinganishwa na wanafunzi 2714 waliopata mikopo hiyo kwa mwaka wa fedha 2023-24. Vile vile serikali imeendelea kutoa ufadhili wenye thamani ya shilingi bilioni 7.29 kwa wanafunzi 646 kwa mwaka wa kwanza, wanafunzi wanaoendelea wenye ufaulu uliojipambanua katika fani za sayansi, teknolojia na uhandisi na hisabati kupitia Samia Scholarship. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na ufadhili huo, serikali kwa mara ya kwanza imeanza kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma shahada za juu katika sayansi na teknolojia ya nyuklia nje ya nchi kupitia tunachokiita Samia Extended Scholarship, ambapo wanafunzi 5 wamenufaika tayari. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha urejeshaji wa mikopo ya wanafunzi wa juu, elimu ya juu, kwa lengo la kuongeza idadi ya wanufaika wapya na wanaoendelea, ambapo katika mwaka wa fedha 2024-25 jumla ya shilingi bilioni 161,287,805,492 zimekusanywa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuboresha miundombinu katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia kwa lengo la kuimarisha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa kukamilisha na kuendelea na ujenzi miundombinu mbalimbali katika taasisi hizo, ikiwemo kukamilisha ujenzi wa jengo la maabara mtambuka la Dr. Samia Suluhu Hassan lenye maabara 8, madarasa 8 yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 3205 kwa wakati mmoja katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo
Jengo hilo lilizinduliwa Agosti 6, 2024 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kukamilisha ujenzi wa madarasa yenye ghorofa 2 na hosteli kwa ajili ya wanafunzi wa kiume katika kituo cha umahiri cha ngozi cha Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam kampasi ya Mwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi ili kuimarisha utoaji wa elimu, ikiwemo ujenzi wa kampasi 16 za taasisi za elimu ya juu ambazo zipo katika hatua mbalimbali za ujenzi kama ifuatavyo: Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Zanzibar Buyu 50%, utekelezaji umefikia 50%. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Kagera 50%. Chuo Kikuu cha Sokoine kampasi ya Katavi 15%. Chuo Kikuu cha Afya Sayansi Shirikishi cha Muhimbili kampasi ya Kigoma 10%. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Lindi 50%. Chuo Kikuu Ardhi kampasi ya Mwanza 10%. Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia ya Mbeya kampasi ya Rukwa 87%. Chuo cha Ushirika Moshi kampasi ya Shinyanga 46%. Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere cha Kilimo na Teknolojia kampasi ya Tabora 10%, na Chuo Kikuu cha Mzumbe kampasi ya Mkinga Tanga 45%. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano na taasisi za elimu ya juu zilizoko nje ya nchi kwa lengo la kutoa fursa za masomo kwa Tanzania kupitia scholarship zinazotolewa na nchi rafiki kwa kutoa ufadhili kwa wanafunzi 181 kwenda nchi rafiki kama ifuatavyo: Urusi 90, Algeria 33, China 120, Hungary 20, Jumuiya ya Madola ya Uingereza 5 na Mauritius 2. Aidha, imeendelea kutoa ufadhili kwa wanafunzi 15 kutoka China wanaosoma lugha ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa afua za kuwezesha utoaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika taasisi za elimu ya juu ni hatua muhimu katika kuhakikisha usawa katika utoaji wa elimu. Hii inahusisha kuweka mazingira ya kujifunzia ambayo yanawezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum kushiriki kamilifu katika masomo yao na kufikia malengo yao ya kitaaluma. Ili kufanikisha hili, serikali imetekeleza yafuatayo: imesambaza vifaa saidizi ikiwemo kompyuta mpakato 29, vishikwambi 45, vifaa vya usikivu 46, digital voice recorder 36, viti mwendo 15 na binoculars 10 katika taasisi 7 za elimu ya juu. Aidha, imetoa miguu bandia kwa wanafunzi 4 wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo na imetoa bajaji 2, vifaa vya usikivu 5, voice recorder 1, vishikwambi 2 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Pili, imetoa mafunzo kuhusu elimu maalum na elimu jumuishi kwa washiriki 1668 ikiwemo wanafunzi, wahadhiri na viongozi wa vyuo kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela, Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere na Taasisi ya Uhasibu TIA. Aidha, imetoa mafunzo kwa wasimamizi wa hosteli 147 wa vyuo vikuu 19 kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kuwabaini wanafunzi wenye mahitaji maalum na namna ya kuwapa huduma kulingana na mahitaji yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuendeleza kitaaluma na kitaalamu wahadhiri na watumishi wa taasisi za elimu ya juu kwa lengo la kuongeza ufanisi wa utendaji kwa kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa watumishi 639 na mafunzo ya ngazi ya stashahada, shahada ya umahiri na shahada ya uzamivu kwa watumishi wahadhiri 305. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kuimarisha uwezo wa nchi katika tafiti ili kukuza na kuendeleza maarifa, teknolojia na ubunifu kwa lengo la kuchangia maendeleo ya jamii, kiuchumi, kisayansi na kusaidia kutatua changamoto mbalimbali kwa kutoa vibali 489 kwa watafiti wa ndani na nje ya Tanzania wanaofanya tafiti katika nyanja za kisayansi ya jamii, sayansi asilia, sayansi tiba na afya, kilimo na sayansi ya mifugo. Aidha, imeanzisha dirisha la utoaji wa mikopo kwa watafiti na wabunifu kupitia mfuko wa taifa wa uendelezaji wa sayansi na teknolojia MTUSATE kwa kushirikiana na benki ya CRDB. Vile vile imeendelea na utekelezaji wa mradi ya utafiti 784 kupitia taasisi za elimu ya juu katika maeneo ya elimu, afya, mazingira, kilimo, utawala wa ardhi, ujenzi, usanifu wa majengo, uchumi endelevu wa viwanda na mabadiliko ya tabia nchi na njia ya uvunaji wa maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imezindua mfuko wa Samia Innovation Fund wenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 utakaotoa mikopo nafuu kwa wabunifu kwa lengo la kuendeleza na kubiasharisha bunifu pamoja na kutoa fursa za ajira kwa Watanzania kupitia kazi za ubunifu. Mfuko ulizinduliwa na Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imekamilisha mkakati wa kitaifa na mpango wa utekelezaji wa kuhamasisha ushiriki wa Watanzania wanaoishi nje ya nchi, yani diaspora, 2024-2025 hadi
2930 katika shughuli za sayansi, teknolojia na ubunifu nchini. Sambamba na hatua hiyo, serikali imekamilisha mkakati wa kitaifa wa ugharamiaji na utoaji wa motisha katika masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu kwa lengo la kuimarisha uwekezaji na hamasa kwa wadau katika masuala hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutoa huduma kwa jamii ili kutatua changamoto mbalimbali kupitia taasisi za elimu ya juu na vyuo vya elimu ya ufundi kwa kutoa huduma za ushauri wa kitaalamu kwa jamii, ikiwemo kutoa mafunzo na ushauri kwa wadau 7610 kuhusu uongozi, uchumi wa vyama, uandaaji wa mipango mikakati ya vyama, uwekezaji katika vyama na elimu ya fedha kwa vyama na mtu binafsi ili kuimarisha utekelezaji wa kazi za vyama vya ushirika kupitia Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Vile vile imetoa mafunzo, huduma za ugani katika ushauri kwa jamii kwa wadau 1,572,390 ikiwemo wakulima, wafugaji, maafisa ugani, watafiti na wafanyakazi kutoka serikalini na mashirika binafsi kupitia Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kusimamia matumizi salama ya teknolojia ya nyuklia, serikali imepima uwepo wa mionzi kwenye jumla ya sampuli 26,349 za vyakula na mbolea kati ya sampuli 50,000 zilizolengwa. Kati ya hizo sampuli 600,861 ziliingia nchini na sampuli 18,892 zilisafishwa nje ya nchi. Sampuli 496 zilikuwa na mbolea na tumbaku na bidhaa zingine. Aidha, matokeo ya upimaji yalionyesha kuwa sampuli hizo hazikuwa na madhara yoyote yatokana na mionzi. Aidha, imesajili jumla ya vyanzo vipya vya mionzi 66 na hivyo kuwezesha nchi kuwa na jumla ya vyanzo vya mionzi 1637 vilivyosajiliwa. Vile vile imetoa vyeti 157 kwa waliokidhi vigezo vya kusimamia utoaji wa mionzi kwa watu, wagonjwa, ufungaji, matengenezo na uendeshaji wa vifaa vya mionzi. Taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Tume ya Taifa ya UNESCO fungu 18. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika serikali kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO imeendelea kuratibu, kuhamasisha na kusimamia utekelezaji wa mikataba na makubaliano ya kimataifa, kuratibu uanzishaji wa kamati ya kitaifa ya kumbukumbu za urithi wa nyaraka wa dunia itakayosimamia uingizaji wa kumbukumbu za nyaraka za Tanzania katika mfumo wa kidijiti na wa kumbukumbu za urithi wa dunia. Vile vile tume imeendelea kutoa elimu kuhusu umuhimu wa hifadhi hai pamoja na kuheshimu mipaka kati ya vijiji na hifadhi kwa wananchi wanaoishi maeneo yanayopakana na hifadhi hai za mazingira ambazo ni Jozani, Chwaka Bay na Ziwa Manyara. Imeratibu mafunzo kwa vikosi vya ulinzi vinavyoshiriki operations za ulinzi wa amani katika mataifa mbalimbali kwa lengo la kulinda nyara za kiutamaduni katika kipindi cha majanga ya vita, na imetoa mafunzo kuhusu matumizi sahihi ya majukwaa ya habari katika kufikisha ama kupokea taarifa lengwa kwa waandishi na wadau wa habari 200 katika mkoa wa Mwanza. Mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26 kwa fungu 46 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imepanga kutekeleza vipaumbele vitano kama ifuatavyo. Kwanza, kuendelea na utekelezaji wa sera na mitaala, mapitio ya sheria, kuandaa miongozo na kutoa mafunzo. Pili, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa mafunzo ya amali katika shule za sekondari na vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Tatu, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi na sekondari. Nne, kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya juu. Na tano, kuimarisha uwezo wa nchi katika utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia upatikanaji wa maendeleo endelevu katika hili juhudi zaidi zitatumika kupeleka vijana wa Kitanzania kusomea mambo ya sayansi ya nyuklia, mambo ya kompyuta na akili unde kwenye vyuo bora vilivyo nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutoa elimu kwa wadau wa elimu na umma kuhusu sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023 na mitaala iliyoboreshwa kwa kutoa mafunzo kwa wadhibiti ubora wa shule, walimu wa shule za msingi na sekondari, wakufunzi wa vyuo vya ualimu, maafisa elimu, wakufunzi na wahadhiri wa vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na taasisi za elimu ya juu. Vile serikali itakamilisha mapitio ya sheria ya elimu sura ya 553 ili iendane na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023. Aidha, itakamilisha mapitio ya sheria katika taasisi ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, Bodi ya Huduma za Maktaba, Baraza la Taifa la Mitihani, Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima Tanzania, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, Baraza la Elimu ya Ufundi na Mafunzo Stadi, Taasisi ya Elimu Tanzania, Mamlaka ya Elimu Tanzania ili kuendana na sera pamoja na mikataba ya makubaliano ya kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itakamilisha zana mbalimbali za utekelezaji wa sera ikiwemo mwongozo wa upimaji na tathmini katika elimu, mfumo wa taifa wa upimaji na tathmini katika elimu na mfumo wa taifa wa mitaala kwa lengo la kuwezesha ufanisi katika utekelezaji wa sera.
Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile itaendelea serikali kuandaa na kuhuisha miongozo mbalimbali ya utoaji wa elimu na mafunzo nchini ili iendane na sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 23 na mitaala iliyoboreshwa kwa kuhuisha mwongozo wa uanzishaji na usimamizi wa elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi na kuandaa mfumo wa kitaifa wa kuendeleza kitaalamu wakufunzi na wafanyakazi wasio wakufunzi katika vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na mwongozo wa kitaifa wa ushirikiano baina ya viwanda na taasisi za elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na mwongozo wa uanzishaji wa kampuni bunifu spin-off companies na vituo vya ubunifu wa teknolojia kwa taasisi ya elimu ya juu za umma na binafsi pamoja na taasisi za tafiti wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafunzo endelevu ni muhimu katika kuendeleza taaluma na kuimarisha utendaji kazi wa walimu, wakufunzi, wadhibiti ubora wa shule na wasimamizi wa elimu nchini. Kwa muktadha huo, serikali itaendelea kutoa mafunzo kwa walimu 13784, maafisa elimu 488, wadhibiti ubora 544, wakufunzi 100, wanafunzi 5172 na walezi 100 wa scout katika maeneo mbalimbali ikiwemo usawa wa kijinsia, masomo ya biashara na ufundi, ufundishaji wa elimu ya awali, utawala bora na management ya elimu, ushauri nasihi pamoja na utoaji wa huduma kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha utoaji wa elimu ya amali katika shule za sekondari nchini, serikali kupitia Mamlaka ya Elimu Tanzania itawezesha upanuzi wa shule 55 za sekondari kuwa sekondari za amali. Katika kuhakikisha elimu ya amali inatolewa kulingana na sera ya elimu na mafunzo 2014 toleo la 2023, serikali itaendelea kuimarisha elimu ya ualimu kwa kujenga miundombinu na kuweka vifaa vya kisasa vya kufundishia na kujifunzia katika chuo cha ualimu Mtwara kawaida na chuo cha ualimu Mtwara ufundi ili kuviwezesha vyuo hivyo kuwa vyuo vya mafunzo ya ualimu wa amali na vitakuwa ni kampasi ya Chuo Kikuu cha Mbeya. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kujenga na kukarabati miundombinu ya vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi na vyuo vya maendeleo ya wananchi ili kuongeza fursa ya upatikanaji wa elimu ya amali kwa kuendelea kukamilisha na kujenga miundombinu mbalimbali katika vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo stadi ikiwemo kuendelea na ujenzi wa awamu ya pili ya vyuo 64 vya ufundi stadi yani VETA vya wilaya na chuo kimoja cha mkoa wa Songwe na kuanza ujenzi wa vyuo 5 vya ufundi yani polytechnics vitakavyojengwa katika mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kigoma, Mtwara, Morogoro na Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kusimamia na kuendeleza elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini, serikali itaendelea kuimarisha udhibiti na ithibati na udhibiti katika vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya elimu stadi, vyuo vya maendeleo ya wananchi na sekondari za amali. Serikali itaendelea kutoa vifaa na zana za kufundishia na kujifunzia katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ili kuimarisha ufundishaji kwa kununua vifaa vya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vya VETA 98, vyuo 54 vya maendeleo ya wananchi na chuo cha ufundi Dodoma pamoja na kununua vifaa vya kisasa vitakavyotumika katika maabara ya udongo, maji na mimea kwa lengo la kuboresha utoaji wa mafunzo kwa vitendo, uzalishaji na ushauri wa kitaalamu kupitia chuo cha ufundi Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia itaendelea kuboresha vituo vya umahiri kwa ajili ya kuimarisha utoaji wa mafunzo ya fani za kipaumbele katika taasisi za teknolojia Dar es Salaam, chuo cha ufundi Arusha, chuo cha taifa cha usafirishaji na kituo cha magonjwa ya moyo Mloganzira kwa kuongeza miundombinu ya ufundishaji na ujifunzaji. Kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha mazingira ya utoaji elimu ya awali ili kumwandaa mwanafunzi kujiunga na ngazi ya elimu ya msingi kulingana na miongozo na taratibu kwa kutoa elimu kwa wadau kuhusu kiunzi cha elimu ya awali. Vile vile itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika kuongeza fursa za elimu ya awali, msingi, sekondari na ualimu kwa kusajili shule za msingi na sekondari takriban 785. Mheshimiwa Mwenyekiti, miundombinu bora ni muhimu katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule za msingi, sekondari na ualimu. Hivyo sekondari kupitia Wizara ya Elimu, hivyo serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea kuwezesha ujenzi wa madarasa 2730 na mabweni 140 ili kuwezesha utekelezaji wa mpango wa elimu ya msingi ya lazima wa miaka 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za udhibiti ubora wa elimu katika shule za awali, msingi, sekondari na vyuo vya ualimu ni muhimu katika kuhakikisha elimu inayotolewa katika taasisi hizo inazingatia taratibu na miongozo iliyotolewa na wizara. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali itaendelea kuimarisha huduma za udhibiti ubora kwa kufanya tathmini ya jumla katika taasisi 6962
sekondari 1260, vyuo vya ualimu 72, vyuo vya maendeleo ya wananchi 53 na vituo 50 vya elimu ya watu wazima na mafunzo nje ya mfumo rasmi kwa lengo la kubaini ubora, hali ya uandikishaji, ufundishaji, usimamizi na uongozi shuleni na kutoa ushauri kwa walimu wa masomo na itakarabati miundombinu katika ofisi za udhibiti ubora wa shule za halmashauri ya wilaya Ifakara, Bukoba, Ikungi, halmashauri ya mji Kasulu, Chalinze, Chato, Songea, Handeni, Nzega, Ileje, Longido, Mafia, halmashauri ya wilaya ya Morogoro na halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutambua na kukuza kazi za uandishi bunifu ili kuendelea kuibua waandishi wa fasihi za Kitanzania, kuongeza machapisho na kukuza tabia ya usomaji katika ngazi mbalimbali za elimu kwa kuendelea kusimamia na kuratibu utoaji wa tuzo ya kitaifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa lengo la kuwatambua na kuwazawadia waandishi mahiri wa ngazi za fasihi na kuendelea kuratibu shindano la uandishi wa insha wa nchi za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kwa wanafunzi 2000 wa shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha upatikanaji wa vitabu vya elimu awali, msingi, sekondari na walimu ili kufikia lengo la uwiano wa kitabu kimoja kwa mwanafunzi kwa kutekeleza yafuatayo. Kwanza, itachapa na kusambaza vitabu vya kiada na kiongozi cha mwalimu kwa elimu ya msingi darasa la 5, sekondari mkondo wa elimu jumla kidato cha pili, sekondari mkondo wa amali kidato cha 3 na kidato cha 6 kwa ajili ya wanafunzi wenye uoni hafifu na wasioona kwa lengo la kuboresha ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Pili, itachapa na kusambaza vifaa vya kufundishia na kujifunzia ili kuendana na sera ya elimu na mafunzo kwa shule 20,000 na vyuo vya ualimu 34 na vitabu 3,500,000 vya masomo ya ufundi na sayansi na hisabati kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha 4 na 6 na itaendelea kuandaa maudhui ya kielektroniki kwa ngazi ya elimu ya msingi na sekondari, kuwajengea walimu uwezo wa kufundisha na kutumia teknolojia kwa lengo la kuimarisha matumizi ya tehama katika kufundishia na kujifunzia. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuongeza fursa za elimu kupitia vituo mbalimbali vya utoaji wa elimu kwa njia mbadala, kupitia taasisi ya elimu ya watu wazima kwa kutoa fursa za masomo ya kuwajengea ujuzi vijana walio nje ya shule kupitia mpango wa elimu changamani yani IPOSA kutoka vijana 6,500,000 6,500 kwa mwaka 2024-2025 hadi 22,500 kwa mwaka 2025-2026. Vile vile itaongeza fursa za utoaji wa elimu ya sekondari kwa njia mbadala kwa kuongeza udahili wa wanafunzi kutoka 11,762 kwa wanafunzi 2024-2025 hadi 15,000 kwa mwaka kwa 2025-2026 ili kuhakikisha kila mwanafunzi anakamilisha mzunguko wa elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa walimu 2,000 watakaosoma stashahada ya walimu wa elimu maalum na kuendelea kuimarisha utoaji wa elimu jumuishi kwa wanafunzi na walimu wa elimu ya awali, msingi, sekondari na walimu, ikiwa ni moja ya jitihada za kuondoa vikwazo vya kimfumo kwa kuimarisha huduma za ubainishaji na upimaji, mafunzo, uandaaji wa miongozo wa ngazi zote za elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaanza utekelezaji na uendelezaji wa bodi ya kitaalamu ya walimu. Narudia tena, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaanza utekelezaji na uendeshaji wa bodi ya kitaalamu ya walimu ili kuhakikisha walimu wanaohitimu katika vyuo vinavyotoa mafunzo ya elimu ya walimu vinavyotambulika na serikali wanapata usajili utakaowezesha kutambulika ndani na nje ya nchi pamoja na kuendeleza utaalamu wao. Aidha, bodi itawezesha usajili na uendelezaji wa walimu wote walioajiriwa katika shule za sekondari za serikali na zisizo za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali itaboresha miundombinu katika vyuo vya ualimu nchini kwa kuanza ujenzi wa nyumba 3 za wakufunzi katika chuo cha ualimu Sumbanga, Mhonda na Dakawa, na itaendelea kukamilisha ujenzi wa miundombinu katika chuo cha ualimu Mpwapwa na Kleru, ujenzi wa jengo la utawala katika chuo cha ualimu Tarime, Kinampanda, Kitangali, Mpuguso, Shinyanga na Ndala, na ujenzi wa miundombinu ya michezo katika chuo cha ualimu Dakawa na Butimba. Vile vile itanunua na kusambaza vifaa vya kufundishia na kujifunzia katika vyuo 34 vya walimu na itanunua na vifaa vya maabara katika vyuo 13 vya walimu vya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa elimu jumuishi na elimu kwa watu wazima kwa lengo la kujenga uelewa kwa Watanzania kuhusu fursa mbalimbali za elimu zilizopo katika makundi yote katika jamii, kutoa elimu kwa wadau kuhusu mwongozo wa ujumuishi wa matumizi ya kidijiti katika shule na vyuo vya walimu, na kuendelea kujenga uelewa kuhusu haki na wajibu wa watu wenye ulemavu kupitia maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu, wiki ya viziwi, siku ya fimbo nyeupe kwa wasioona na siku ya breli na wenye ualbino. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza fursa za elimu ya juu nchini kupitia Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, serikali itaendelea kuratibu udahili wa wanafunzi
150,000 kwa mwaka wa kwanza wanaotarajiwa kujiunga na programu mbalimbali za masomo katika vyuo vya elimu ya juu. Vile vile itakagua na kutathmini ubora wa vyuo vikuu 25 na mitaala 60 inayofundishwa katika vyuo vikuu kwa lengo la kuhakiki ubora wake. Aidha, itakagua na kutathmini mitaala 60 inayofundishwa katika vyuo vikuu na kutoa ithibati ya chuo kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali itaendelea na kutoa mikopo na ufadhili kwa wanafunzi wenye sifa ili kuongeza fursa za elimu ya juu nchini kama ifuatavyo. Itaongeza idadi ya wanafunzi wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu kutoka 245,314 mwaka 2024/25 hadi wanafunzi 252,773 kwa mwaka 2025/26. Itaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi 10,000 wa ngazi ya stashahada wa fani za kipaumbele ikiwemo sayansi, teknolojia na uhandisi. Itaendelea kutoa fadhili kwa wanafunzi 2,630 wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi kupitia Samia Scholarship. Itaendelea kutoa fadhili wa masomo kwa wanafunzi 50 wenye ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi, hususan wa kike waliohitimu mitihani ya kitaifa kidato cha 6 na shahada za awali kupitia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mikopo iliyoiva yenye thamani ya shilingi bilioni 210.2 kutoka sekta za umma, binafsi na zisizo rasmi kwa kuwatambua wanufaika wapya 40,000 na kufanya ukaguzi kwa waajiri 8,000 kuhusu umuhimu wa utii wa sheria ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia kwa kuendelea na ujenzi na ukarabati katika taasisi 19 za elimu ya juu zinazotekeleza mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Miundombinu hiyo ni pamoja na ujenzi wa kumbi za mihadhara, madarasa, hosteli na ofisi. Aidha, itaendelea na ukamilishaji, ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali katika vyuo vikuu na taasisi za sayansi na teknolojia, ikiwemo kuendelea na ujenzi wa hosteli yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 500 katika taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali itaendelea kuendeleza elimu ya juu ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za elimu ya juu. Serikali itaendelea kutoa ufadhili Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali itaendeleza elimu ya juu ikiwa ni pamoja na kuongeza fursa za elimu ya juu. Serikali itaendelea kutoa fadhili kwa wanafunzi 15 kutoka China wanaosoma lugha ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa lengo la kukuza na kubiasharisha lugha ya Kiswahili. Vile vile itatoa fadhili kwa wanafunzi 2 raia wa Oman na wanafunzi 5 raia wa Hungary kusoma katika vyuo vikuu hapa nchini kulingana na mikataba na utaratibu. Vile vile itaratibu uhusiano wa kiutendaji kati ya taasisi 15 za elimu ya juu, sekta binafsi, viwanda ili kuwezesha wanafunzi kupata nafasi ya kujifunza kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu ya jumuishi kwa wanafunzi na walimu katika taasisi za elimu ya juu kwa kuwezesha ushiriki wa viongozi wa elimu 420, watumishi 30, wanafunzi wenye ulemavu 20 na wasio na ulemavu 370 kutoka taasisi 10 za elimu ya juu kushiriki kongamano kuhusu elimu jumuishi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kuimarisha masuala mtambuka ikiwemo mazingira, masuala ya kijinsia na elimu ya afya katika taasisi ya elimu ya juu kwa kutoa mafunzo kuhusu masuala ya teknolojia ya nyuklia 2013 ili kubainisha hali halisi ya utekelezaji wa sera hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile serikali itaanzisha utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund. Itaanza utekelezaji wa mfuko wa Samia Innovation Fund wenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 utakaotoa mikopo nafuu kwa wabunifu kwa lengo la kuendeleza na kubiasharisha ubunifu pamoja na kutoa fursa za ajira kwa Tanzania kupitia mfumo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kwa mara ya kwanza itatoa ufadhili kwa wanafunzi waliopata ufaulu wa juu katika matokeo ya kidato cha 6 kwenye mchepuo wa masomo ya sayansi ili waweze kujiunga na masomo katika ngazi ya shahada ya kwanza katika vyuo vikuu mahiri duniani kusomea taaluma za data science ikiwemo artificial intelligence, machine learning na sayansi za mwelekeo huo. Programu hiyo itaitwa Samia Scholarship Extended for Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Lengo la programu ya Samia Scholarship Extended hii ni kutengeneza wataalamu mahiri katika masuala ya data science
ili waweze kushindana na kufanya kazi popote duniani. Mkakati wa utekelezaji umegawanyika katika ngazi kuu tatu, Mheshimiwa Naibu Spika. Ngazi ya kwanza ni kuwajengea uwezo vijana waliomaliza kidato cha 6 kupitia kambi maalum ili kuandaa kujiunga na vyuo vikuu mahiri duniani katika taaluma za data science kwa kupewa mafunzo na wataalamu wabobezi kutoka sekta binafsi na wataalamu wazao wanaoishi nchi za nje. Pili, ngazi ya pili ni kuwawezesha vijana waliopitia kambini kupata udahili katika vyuo vikuu mbalimbali duniani na kuwasaidia kutafuta scholarship katika sehemu mbalimbali. Na tatu, ngazi ya tatu ni kutoa ufadhili kwa vijana wenye shahada ya kwanza kwenda kuongeza ubobevu katika taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela na Indian Institute of Science and Technology kampasi ya Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutekeleza nia kuongeza wataalamu wabobezi katika nyanja ya sayansi na teknolojia ya nyuklia, serikali kupitia Samia Extended Scholarship itaendelea kutoa ufadhili kwa Tanzania wenye ufaulu wa juu katika fani za sayansi na teknolojia ya nyuklia kwa ngazi ya shahada ya kwanza ili waweze kujiunga na masomo ya juu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niende kwenye shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitoe shukrani kwa taasisi zifuatazo. Kwanza nitoe shukrani kwa Mheshimiwa QS Omar Juma Kipanga, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa ushirikiano wanaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu na kufikia malengo ya wizara. Aidha, napenda kumshukuru Katibu Mkuu Profesa Caroline Ignas Nombo, Naibu Makatibu Wakuu Profesa Daniel Mushi na Dr. Wilson Mahera kwa kunipa ushirikiano. Vile vile ninaomba kutoa shukrani zangu kwa kamishna wa elimu, wakurugenzi, wakuu wa taasisi na watumishi wote kwa kusimamia utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, pia napenda kuwashukuru viongozi wa vyama vya wafanyakazi, walimu, wanafunzi na wadau wote wa elimu kwa ushirikiano wao katika utekelezaji wa majukumu yangu. Aidha, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wamiliki na mameneja wa shule, vyuo na taasisi binafsi ambao wamekuwa wakishirikiana na serikali katika kutoa huduma ya elimu na mafunzo nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nawashukuru washirika wa maendeleo na watu wote wa elimu, wadau wote wa elimu ambao wamechangia kufanikisha utekelezaji wa mipango ya miradi ya elimu, sayansi na teknolojia. Naomba kuwatambua baadhi yao kama ifuatavyo: Afrika Kusini, Brazil, Canada, China, Cuba, Ethiopia, Finland, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Kenya, Korea Kusini, Mauritius, Misri, Norway, Sweden, Ufaransa, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Urusi, Uturuki, Uswisi. Aidha, natambua pia mchango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda pia kushukuru mashirika ya kitaifa na kimataifa yanayochangia kufanikisha miradi na programu za elimu, sayansi na teknolojia ambayo ni pamoja na Aga Khan Education Services, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, British Council, Campaign for Female Education, Christian Social Services Commission, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, DAD, Foreign Commonwealth and Development Office FCDO, Global Partnership for Education GPE, Human Development Innovation Fund, Inter-University Council for East Africa, International Atomic Agency, Japan International Cooperation Agency, Jumuiya ya Madola, Karibu Tanzania Organization, Korea International Cooperation Agency, Plan International, Swedish International Development Agency, Tanzania Education Network, Mtandao wa Elimu Tanzania TENMET, Umoja wa Nchi za Ulaya, United Nations Development Program, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO na United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa kwa mwaka wa fedha 2025/26, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2, 436 bilioni, 428 milioni, 405 elfu kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 688, 614 milioni 234 elfu ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara, ambapo shilingi bilioni 635, 249 milioni 992 elfu ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 53, 364 milioni 242 elfu ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Shilingi trilioni 1, 747 bilioni 814 milioni 171 elfu zinaomba kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na ambapo shilingi trilioni 1, 186 bilioni 987 milioni 965 elfu ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 560, 826 milioni 206 elfu fedha kutoka kwa washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO fungu 18 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 3, 240 milioni 288 elfu
kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo mshahara ni shilingi bilioni 1,538,096,000 na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 1,702,192,000. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba sasa bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya wizara fungu 46 na fungu 18 yenye jumla ya shilingi trilioni 2,439 bilioni 668 milioni na 693,000. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuhitimisha kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe na waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Hotuba hii inapatikana katika tovuti ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante. Hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Sasa namwita mwenyekiti. Awali ya yote, naomba taarifa yetu yote ya kamati iingie kwenye Hansard kama ilivyowasilishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 24/25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa wizara hiyo kwa 118/9 na kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu hii ya kwanza inawasilisha rasmi taarifa hii katika hatua za Bunge kushughulikia hoja ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Aidha, sehemu hii inaonyesha namna taarifa ilivyozingatia masharti ya kanuni za Bunge kuhusu muundo wa taarifa za kamati.